أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الحمد لله. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, kwa mara nyingine tuchukue fursa hii tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kutujalia tukaweza kuupata mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba alikubali dua yetu ile ambayo kwamba tulikuwa tukiisoma katika mwezi wa Rajab na katika mwezi wa Shaaban, tukimuomba atubarikie katika mwezi wa Rajab na atubarikie katika Shaaban, na mwishowe tukamuomba wabalighna Ramadhan, atufikishe mwezi wa Ramadhan. Alhamdulillah, ametufikisha katika mwezi wa Ramadhan. Basi kwa hili tu Muislamu huna budi, ni lazima urudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na umshukuru kwa kujalia na kwa kuwafikia kuona mwezi mtukufu wa Ramadhan. Pili, Bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam ni wajibu pia tumpelekee swala na salamu, kwa kuwa yeye ndiye ambaye kwamba alitufundisha dua kama hii: Allahumma barik lana fi Rajabin wa Shaabana wa balighna Ramadhan. Kwa ndimi yake na kwa hikma yake na kwa upendo wake kwetu sisi akaiomba dua kama hii, akatufundisha dua kama hii, na sisi kwa kumpitia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam tukaisoma dua kama hii, na alhamdulillah kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuwafikia tuko katika mwezi wa Ramadhan. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao kwamba kila Muislamu huwa anaupenda na anataka kupata na kudiriki mwezi wa Ramadhan. Wako ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwachukua wakatangulia mbele za haki kabla ya kufikiwa na Ramadhan, na wengine waliupata mwezi wa Ramadhan lakini kwa masiku wakaiaga dunia. Basi tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waliotangulia kabla ya kuona Ramadhan awasamehee madhambi yao na awalipe kwa nia nzuri ambazo kwamba walikuwa nazo za kuupata mwezi wa Ramadhan. Na wale ambao kwamba waliupata mwezi wa Ramadhan japo kwa siku au masiku wakatangulia mbele za haki vile vile, tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aziungeunge zile saumu zao na zile nia zao pamoja na nia za waja wema, na awaghufurie madhambi yao, na zile saumu ambazo kwamba walizifunga wazipate katika mizani ya hasanati zao katika siku ya Kiyama. Na sisi ambao kwamba tunaendelea kuifunga saumu ya Ramadhan, tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupatie himma, atupatie thabat na istikama na mapenzi tuweze kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ramadhan ni mwezi ambao kwamba umekuja na mengi sana. Ni mwezi ambao kwamba kati ya yale ambao kwamba yamekuja nayo, lau Muislamu utachukua kimoja tu ambacho kwamba Ramadhani imetuletea kiimani ya kikweli na tawakkuli ya kikweli na kwa nia safi, basi yatakusaidia au kitakusaidia hapa duniani na kesho akhira. Miongoni mwa yale ambao kwamba Ramadhan imetuletea ni baraka.
miongoni mwa yale ambayo kwamba mwezi wa Ramadhan umetuletea ni upendo baina yetu. Mwezi wa Ramadhan umetuletea na mengi zaidi, lakini kikubwa ambacho kwamba kimekuja na mwezi wa Ramadhan ni kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekijalia ni kitabu cha baraka, ni maneno yake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na alipokiteremsha kitabu kama hichi, miongoni au maneno ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyachagua yawe ndiyo maneno ya kwanza kabisa kumteremshia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam ni kauli ya Iqra, ambayo kwamba ni maarufu ni soma. Kwa hili tu au kwa hichi kilima kimoja, lau Muislamu utazingatia au lau Muislamu utaangalia na ufikirie kati ya maneno yote ambayo kwamba yanapatikana ndani ya Al-Qur'anul Karim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, swala la kwanza, jambo la kwanza alilopenda na alilotaka na alilochagua kumwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam ni soma, basi bila shaka utaona au utakuja kugundua ya kwamba ni kitu ambacho kwamba kina uzito mkubwa sana katika maisha ya mwanadamu kwa jumla. Ndio na sisi leo tukapendelea tulizungumzie swala hili la kusoma, kwa kuwa ni mwezi ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha au alimwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asome, na sisi tujiangalie tuko wapi na kusoma, na tutoe mifano waliosoma walifikia wapi, kisha tuangalie na wale ambao kwamba hawakusoma walifikia wapi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Alaq anamkhutubu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumwambia Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Hizi aya ndizo za mwanzo kabisa kuteremka, na ndizo aya ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizisikia za kwanza kutoka kwa Sayyidina Jibril alayhi salam, ili tu kukuonyesha uzito na umuhimu wa kusoma, sio katika aya hizi peke yake. Swala la elimu kwa jumla katika Al-Qur'anul Karim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelirudia zaidi ya mara 750 katika Al-Qur'anul Karim. Swala la kusoma au swala la elimu yanayofungamana na elimu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyarudia au amekirudia kilima cha elimu na yanayofungamana na ilmu mara 750. Na kawaida huwa tunasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'anul Karim ametumia mbinu tofauti katika kufikisha risala yake. Ala sabili mithal, Mwenyezi Mungu kuna nyakati huwa anatumia viapo. Kuna nyakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anatumia visa. Kuna wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anatumia kujirudia. Na kule kujirudia huwa ni kwa kutuonyesha tu kwamba swala kama hili au kitu kama hichi ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakirudia, bila shaka ni kitu cha thamani, ni kitu kizito, ni kitu kikubwa ambacho kwamba tunafaa tukizingatie. Chukua mfano tu ndugu yangu Muislamu pale nyumbani, ukiwa na mtoto wako au na watoto wako, ikiwa kuna kitu ambacho kwamba umekiona ni cha thamani, na lao utakiweka katika hali ambayo kwamba si nzuri, watoto wako huenda wakakiharibu, huwa miraran unawakumbusha watoto wako, chungeni ile TV,
msicheze mpira hapa, msikaribie hapa, msifanye hivi. Unawakumbusha kila mara kuhusu TV, kwa kuwa lau wataigonga ni kitu cha thamani. Ndio huku nako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim mara 750 na zaidi anazungumzia swala la elimu ambalo kwamba linatokamana na swala la kusoma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim vile vile vitu ambavyo kwamba vinafungamana na elimu pia au vinavyofungamana na kusoma amevitaja. Na isitoshe tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akavipatia daraja katika Al-Qur'an Al-Karim. Kwa mfano, iko sura maarufu sote tunaifahamu, Suratul Qalam. Imeitwa Qalam ambapo kwamba kalamu ni kile tu Kiswahili ambacho kwamba tunakifahamu. Alhamdulillah, lugha ya Kiarabu aghlabia na Kiswahili kidogo kuna baadhi ya maneno ambayo kwamba huwa yanafungamana. Mfano kama hili hichi kilima cha kalamu kwa Kiswahili ni kalamu. Utapata kitabu kwa Kiswahili ni kitabu, na mengineyo mengi. Saatun ndio ile saa. Kwa hiyo hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja sura nzima kwa jina la kalamu, Al-Qalam. Na mwanzo wa sura kama hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alianza na kuhapa. Anaapa na kalamu. Kama tulivyosema, Mwenyezi Mungu hutumia mbinu tofauti tofauti katika Al-Qur'an Karim. Hapa Mwenyezi Mungu ameapa na kalamu. Nun wal qalami wama yasturun. Haya yote ndugu yangu Muislamu ni kuonyesha tu kwamba swala la kusoma ni swala zito na ni swala muhimu. Zaidi ikiwa tuko katika mwezi wa Ramadhan, mwezi ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa asome, basi Waislamu yafaa tuwe katika mstari wa mbele kwa kusoma. Sasa huja swali kama alivyotuuliza mwendeshaji wa kipindi, tusome nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Mtume, alimwamrisha ikra. Haibukomea hapo, jibu liko hapo mbele kulingana na tafsiri za wanazuoni tofauti. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mwenyezi Mungu, kwa jina la Mola wako ambaye kwamba ameumba. Sasa wanazuoni katika kuelezea aya hii wengi wakakubaliana kuwa mlango wa kusoma umewekwa wazi hapa, kwa kuwa Mwenyezi Mungu anasema chochote utakachokisoma, kwa kuwa amesema wewe soma chochote ambacho kwamba utakwenda kukisoma Muislamu, kisome kwa malengo ya kumjua Mwenyezi Mungu au kisome kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya mlezi wako. Na jina ambalo kwamba Mwenyezi Mungu ametumia hapa ni bismi rabbik, kwa jina la mlezi wako. Mwenyezi Mungu ndiye mlezi wetu. Yeye ndo mwenye kutupa maisha, yeye ndo mwenye kutupa hewa, yeye ndo mwenye kutupa chakula na mengine mengi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anakuambia usome kwa ajili yake. Chochote ambacho kwamba utakisoma bora tu muweke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele. Ikiwa ni elimu za dunia, mfano kama tunavyoziita elimu za fizikia, za physics, elimu za kina biology, elimu za kina chemistry, soma utakachokisoma, maadamu utakachokisoma mweke mlezi wako mbele yako, mweke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele yako, au hakikisha unachokisoma unakisoma kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi tukifanya hivi mambo yetu yatafunguka, kwa kuwa moja, itakuwa tumefuata amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yule ambaye kwamba anafuata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila shaka Mwenyezi Mungu atamkubalia, bila shaka ataipata janna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pili, tukifuata swala la kusoma na tusome chochote ambacho kwamba bora tu kutakuwa na malengo ya kumjua Mwenyezi Mungu au kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakuwa tumefuata sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa yeye baada ya kuambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asome, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuletea elimu tofauti.
Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha mengi na mengi zaidi, kumaanisha yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma na mwalimu wake ni Jibril. Kwa hivyo na sisi tukisoma itakuwa tunamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi bila shaka atakuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam peponi, kwani yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia almar'u ma'a man ahabba, mtu ni pamoja na yule anayempenda. Kutafuta elimu hasa kwa walimu, mara nyingi huwa mtu anajiuliza nitafute elimu kutoka kwa mwalimu yupi, na ndio unapata pengine kuna mzigo mzito sana katika kutafuta elimu hasa ya dini, wakati ambapo tunamuona mwalimu huyu na mwalimu huyu hawapatani. Pengine huyu na huyu katika mafahamu yao na tafsiri yao ni tofauti. Je, kwa huyu Muislamu ambaye anataka kutafuta elimu atafute kwa nani hasa? Mashaallah. Ndio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Ni muhimu mtu kujua anachukua elimu wapi. Ndio. Na miongoni mwa vitu ambavyo kwamba wafaa uangalie ni wapi unaenda kuchukua elimu. Kwanza ni muangalie yule mwalimu mwenyewe yuko vipi, ama kama ni institution, angalia ile institution iko vipi. Kwa sababu mfano waweza kuwa na elimu utakayokuwa nayo, kwa mfano wa Sheitani laanatullahi alayhi. Kama kuna mtu ana elimu, kama kuna kiumbe kina elimu hapa duniani, iko mmoja anasema inna shaitana a'lamu ahli al-ard qati'atan walakin an-nasa yal'anuhu fil badwi wal fitan, kama sijakosea. Shaitani ndiye kiumbe huku ardhini ako na elimu sana kupindukiwa, lakini kawaida tunafahamu mtu akiwa na elimu huwa anasifika. Ndio. Mwalimu akiwa na elimu anasifika, lakini ni kinyume kwa Shaitani. Elimu yote hiyo ako nayo, lakini kila kitajwa Shaitani, a'udhu billahi minash shaitani rajim, analaaniwa, natupwa na mawe. Ujuzi kuna mwenzangu alikuwa ananiambia anasubiri sana siku atenda haji, akampiga Shaitani mawe. Alimpiga kisawa sawa ba. So my point here ni kama elimu uko nayo lakini huna akhlaq, hauna tabia, usichukue elimu kwa mtu kama huyo. Tusichukue elimu kwa watu ambao kwamba elimu sawa wako nayo, lakini ikiwa hawana tabia, basi tusichukue elimu kwao. Kama tu Shaitani elimu wako nayo, Adam akiumbwa Shaitani yuko hai, Adam akaishi na Shaitani, Adam akafariki, Shaitani bado yuko. Kwa hivyo ile elimu ya tanguza Adam bado akona, akaja Nuh, wakaja kina Swaleh, wakaja kina Ibrahim, wote bado Shaitani yuko, wakaja kina Sayyidina Musa mpaka Sayyidina Rasulullah alayhi salam ala nabiyina afdalu salatu wastaslim, wakaja wote mpaka leo Shaitani yuko. Elimu wako nayo sana kubwa, lakini kwa kuwa aliambiwa wa idh qala rabbuka lilmalaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa, walipoambiwa wamsujudie Adam, malaika wakasujudu isipokuwa Ibilisi tu. Kule tu kukataa kusujudu, kule kukosa adabu, hiyo tu imefanya ile elimu yake yote haina faida, haionekani kuwa ni kitu cha kizuri. Kwa hivyo na wewe umeamua kufunga safari kwenda kusoma, angalia ni wapi unaenda kusoma. Muangalie ni nani naenda kuchukua elimu kwake. Je, ni mtu ambaye kwamba ana mdomo mchafu? Ni mtu ambaye kwamba anatukanana tu kwenye mitandao? Ni mwalimu ndio, lakini kila kwenye mtandao maneno ni machafu, maneno ni mabaya, na hana uadilifu, hana sifa nzuri, tabia nzuri. Basi jiepushe na mtu kama huyo, kwa sababu ndio utapata elimu, lakini na haya mengine pia utapata, kwa kuwa nikaa liko moto pia na wewe litakuchoma, litakuunguza. Na institution pia kwa in general, pengine watu wajua wazi institution fulani wanaomaliza pale wakitoka wavutaji bangi hakuna kama wao. Kuna institution tunajua ukienda tu hiyo shule ukirudi wewe msimamo wako wa dini utakuwa ni mbaya. Mbona upeleke mtoto wako sehemu kama hiyo? Wewe mwenyewe pia usiende sehemu kama hiyo, kwa sababu elimu ndio utapata, lakini bila tabia
elimu yako haina faida. Ni kama mti ambao kwamba hauna matawi ama mti ambao kwamba hauna matunda. Elimu bila shaka hatuwezi kufaidika na mti kama ule. Hauna kivuli, uleti maji, kwanza huo ndo unavuta maji, unatumalizia maji, hauna matunda. So ni mti tu, uko tu sehemu. Usiku kwanza ukitoka nje ukiona kwa kuwa ni mti hauna matawi, hauna matunda, utashtuka. Utarudi ndani mbio kwa sababu ni kitu ambacho kwamba kinatisha. Kwa hiyo ushauri wetu, na ndio ushauri wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalieni dini yenu muichukua kwa nani. Si kila mtu ambaye kwamba utachukua dini kwake, na hasatan angalia tabia ya sehemu ambayo kama unaenda kuchukua elimu. Imeeleweka. 19 baada ya saa 6, msikilizaji, kama una maswali pia tunakukaribisha papa hapa kupitia nambari zetu za simu 0727444454 ama 0738648881. Kwa wale walio na maswali pengine ndani ya mada, nje ya mada, vile msikilizaji, tunakaribisha papa hapa. Kama unavyosikia ni kwamba kuangalia tabia ya yule ambaye unasoma kwake ndio muhimu zaidi, na kuweza kuangalia, kwa sababu mwisho wa siku ataathiri. Kama unaenda kusoma kwake, basi utakuwa na athari kama zake, sio? Haya, tuchukue simu. Na Iqra FM. Halo. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio. Ramadhan sila tabak kwa mua usike hizo bukime Ramadhan yake nakufanyika. Akiamua kufunga zile zingine anamaanisha nini basi? Ama haya, shatoweka. Tajibu kama tulivyoelewa. Nisema mtu alikula mchana wa Ramadhani bila sababu, akaamua kufunga zile zingine, hiyo ile siku moja akaiacha, je, itakubalika kwa zile zilizofunga? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, wa ba'd. Kama ulivo react kwa swala kama hilo, kabla mwanzo pia kulijibu swala kama hilo, naona huyo ambaye kwamba atakuwa na mawazo kama hayo ni mtu ambaye kwamba hathamini Ramadhani. Ndio. Ni mtu kwamba haoni uzito wa Ramadhani. Watu wanalia kupata Ramadhani. Watu wakiingiliwa na Ramadhani, wengine huwa wanashindwa hata kujivumilia, kwa sababu wamepata fursa ambayo kwamba ni kubwa, ni adhimu. Leo wewe umekuja umepata fursa ya kufunga, uko na afya yako, kisha usifunge, ni kumaanisha hujathamini kile ambacho kwamba uko nacho. Wazungu semaje ule msemo? Mtu hathamini kile ako nacho mpaka kimuondokee. Asa ndio kama hii. Kando hata na kujibu, hebu jiulize Muislamu, wangapi wameomba wapate Ramadhani hawajapata Ramadhani? Angalia tu wale ambao kwamba pengine wako na udhuru wa Ramadhan, katika ile aya ambao kwamba wametajwa wenye kusafiri, wenye maradhi, mwisho wa aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa antasumu khairun lakum. Na yote hayo, lakini ukifunga, hata kama uko na udhuru, lakini ukifunga ni bora kwako. Sasa wewe huna udhuru, kisha mama usifunge. Ni mtihani mkubwa. Ama kukubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndo anajua atakubali saumu au hatakubali saumu. Lakini huyo ambaye kwamba zile saumu ambazo kwamba imeziacha mutaamida, ziko kauli tofauti. Kuna wale ambao kwamba watasema kwa kuwa amevunja miongoni mwa nguzo za Kiislamu, kwa sababu ni kama mtu kwa kutoswali. Ile mtu kwa kutofunga, mimi sifungi basi tusitaki kufunga, ni kama tu mtu kwa mimi na mimi siswali. Kwanza leo mimi siswali. Hao watu ni watu the same. Sema tu ni kwa sababu Ramadhani tutaiona ni mara moja kwa mwaka, tutaona uzito wake, lakini ni pale pale tu. Na yule asiyeswali tunafahamu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ni kafiri. Sasa hata huyu ambaye kwamba hafungi bila sababu, mwenyewe tu amamua asifunge au kukufunga, acha niwaachie kina Omari watafunga, kina Bakari, basi anaelekea kubaya. Anaelekea kubaya na atahitajika kuilipa ile saumu, na kuna na mengine ambayo kwamba atahitajika ayafanye. Lakini tutashauriana, tutakumbushana, tutahimizana, tafadhali Muislamu, hii opportunity ni once in a lifetime.
hatuna uhakika kama hata kesho tutafunga. Uhakika wetu ni wa leo. Leo tu ndo tuna assurity ya kwamba tumefunga na hatujui pia kama tutamaliza. Kwa hivyo usichezee kabisa muda kama huo. Umepata wewe funga. Wangapi umetaka kuwahi lakini ikawakosa ama wakaikosa? Wengi sana. Naam, ikrafam halo. Abu Bakar. Naam. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nani mwenzetu? Ni Ahmed Sheikh hapa Lindi. Naam, Ahmed Sheikh. Naam. Watu wote wanauliza swali kulingana na Ramadhani, lakini nitakuuliza swali kulingana na elimu iliyotupatia. Hizi elimu ya atalu zamani kwa ile wakati ile za free. Wakati wa Joania Dynasty. Ilikuwa inaitwa Atalu. Na wao wanatuoni mwenye amefundisha falsafa mwenye ambao kama tunatumia kwa Kristo na jina vile. Hata mimi nataka angalia katika fraction kadi. Yetu bwana. Tutamuomba rudi tena, wewe alikuwa mada mzuri sana mashallah. Swali lake ndugu yetu Harun anasema asalamu alaykum. Wa alaykum salaam, na kuongeza kipindi, alafu anauliza ushe Google elimu yake ni sahihi? Kwa sababu mara nyingi sasa mtu asema siendi darasani mimi na YouTube yangu, mimi na Google yangu, mimi inanitosha. Bora nimtafute mwalimu. Wacha hata Google, kuna mashekhe wengi siku hizi. Kuna Sheikh DeepSeek. Sijui umemsikia? DeepSeek. Huyo sijapata nani. Abu Bakar uko ulimwengu gani? Na Sheikh ChatGPT? Huyo namjua. Umemfuata Vizuri sana. Sasa Sheikh DeepSeek ni ndugu yake. Lakini mmoja ni wa China, mwingine ni wa Amerika. Okay. ChatGPT ni wa Amerika, DeepSeek ni wa China. Ndo mashekhe zetu hawa. Siuliza hao wanatosha? Ukiuliza swali inatosha? Hawatoshi habibu. Hawatoshi. Mwanzo elimu ambayo kwamba kuna baraka ni ile umeketi mbele ya mwalimu, umepiga goti, akakufundisha, ukamsikiza na wewe akakusikiza. Hii ni tofauti na kusoma kwa mtandao. Tofauti kabisa. Ile kuwa umeketi chini kama alivyokuja Jibril alayhi salam wakiwa wameketi na mtume kwa hadithi maarufu, alikuja kuuliza kuhusu Uislamu, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Alikuja akakaa chini mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga goti. Athari ambayo kwamba inapatikana kwa hii ni tofauti kabisa na ile kusoma kwa simu. Moja. So kwa ChatGPT na zingine kina Google utakosa ile baraka. Kwa sababu pia ya pili hujui ni nani ambaye kwamba ameupload hiyo jibu. Mfano umeuliza tu, hujui source, hujui source imetoka wapi, ni yake hujui. Pengine ni mtu ambaye kwamba si Muislamu. Kuna watu ambao kwamba Qur'ani inasema, kuna watu wamesoma Qur'ani lakini si kwa malengo ya kujua kuabudu, bali tu kwa malengo ya kujua watu Waislamu kwa upi na waharibie. So kuna hawa watu wamesoma, if you want to know your enemy, you should know about your enemy. Lazima umsome adui yako yuko vipi. Sasa kuna maadui wetu wametusoma. Wanajua kwa hiyo kitu fulani inamaanisha hivi. Ukiuliza tu wanakujibu kwa mtazamo wao. Sasa wewe ukiangalia wamekuwekea na aya, lakini ikiwa hufahamu utakuwa umepotea. Mfano kuna ustadh mmoja, Ustadh Muhammad Mwenyezi ampe umri. Yeye anasema fakulu wa sharabu. Mwenyezi Mungu amesema kunyweni na munywe. Kuleni na ama mkule na munywe. Asa hajasema mkule nini, hajasema pia mkunywe nini. Sasa mtu mfano amesilimu leo, hajui kuhusu masala ya pombe na masala ya nguruwe. Pengine hajui kabisa. Kisha apate na aya kama hii imetafsiriwa na mtu ambaye kwamba hamjui, hajamuona. Amemwambia tu Mwenyezi Mungu amesema tukule na tukunywe. Ovuchi ni kweli, tukule na tukunywe, lakini sasa nini, tukule nini, kitu gani? So asirilai sana na Sheikh Google wala Sheikh ChatGPT wala Sheikh DeepSeek. Bora zaidi amfuate Sheikh anayejulikana tabia. Bora zaidi amfuate mtu ambaye kwamba anafahamika akiwa na masuala yake. Allahu a'lam. Harun, nadhani umeelewa. Sheikh Google ana mandugu sasa. Tulikuwa tunadhania ni Google pekee yake. Wamemshinda. Google ni kama ako nyuma sana. Google ako nyuma sana.